Naam. Kwenye mjadala wa issue za Kiafrika, kwenye mwendelezo wa kile ambacho tunakizungumzia, kuna kipengele kimeandikwa hapo pembeni kinasema falsafa ya hofu inayozunguka maisha ya Kiafrika yaliyotengenezwa kwa mifumo ya ukoloni wa kiakili usioonekana. Falsafa ya hofu. Kwa hiyo inamaanisha wakati mifumo ya kikoloni inaingia ndani yake ilikuja na falsafa. Na falsafa iliyotamalaki zaidi ili kumtawala mtu mweusi walitumia, tunasema ni zana ya hofu ndani yake. Hii ilikuwaje? Why watumie hofu? Kwa sababu Waafrika kwa asili, unajua sasa hivi sisi hatuishi asili yetu. Watu wengi tukisema kuishi asili yetu, wanadhani kuishi asili yetu ni kurudi tu kula vyakula vya mizizi na vitu mihogo hiyo, mboga za majani. Wanadhani kuishi asili yetu ni kumfukuza mzungu na vitu kama hivyo. Kwa uelewa wangu mimi, yes. Kwa Waafrika sisi kurudi kwenye asili yetu ni kurudi kwenye ujasiri, maana sisi kwa asili hatuna hofu. Na sio mimi nazungumza, ngozi zetu zinazungumza zenyewe. Mwafrika ni spishi ambayo inaweza kukaa bara lolote la dunia hii na asidhurike, kwa sababu hii ngozi imejengewa uimara na ujemedari kwenye mazingira yoyote. Na ndio maana DNA zetu zinaweza kuchange kuwa kwenye kitu kingine. Kwa mfano mimi kwa research ambayo nimefanya, nadhani hata niko unakumbuka, kwamba watu wengi ambao wanatoka Amerika, wale wa Afrika ambao wanatoka Amerika, hususan wanawake, wengi wana macho ya kijani. Wana macho ya kijani. Yaani ni weusi lakini ukiangalia macho yao huko ndani yalishabadilika. Hayako kama yetu. Na ukiangalia watu wanaotoka kama Papua New Guinea au Australia, weusi, unakuta macho yao yako tofauti, ila ni weusi. Shanipata? Ukiangalia India, watu wa asili ya India ni Wahindi weusi. Ndio. Lakini angalia walivyo develop na kuchange. Zamani Afrika watu walikuwa weusi kama watu wa Sudan. Lakini angalia kadri miaka inavyoendelea, kala yetu inavyozidi kuchange kutokana na mazingira. Kwa sisi kwa asili ni mashujaa. Hofu ni kitu tulicholetewa. Ndio. Sio asili yetu. Tukao tunajadili pia issue ya Mkwawa. Tulistajabishwa sana kusikia Mkwawa alibadili, sio kubadili, aliadapti dini ya Kiarabu, Kiislamu. Asili yake ni Uarabuni. Na aliletewa na nani ule? Abushiri kama rafiki yake. Walivyokuwa na uhusiano wa karibu, basi akavutiwa na hiyo dini. Sasa pointi kubwa ambayo tulizungumzia ilikuwaje Mkwawa alikuwa kamanda aliyekuwa na nguvu na maamuzi ya kupambana na adui zake. Leo anaandika nyaraka au waraka fulani wa kulalamika. Ilikuwa ni kuhusu nini Niko? Ilikuwa ni kuhusu machifu wenzake wanamgeuka. Anamwandikia Abushiri huyo, ndio Abushiri. Yani ilikuwaje aandike huku ni warrior wa Kiafrika yule? Ilikuwaje? Alishauziwa hofu. Ndio hofu ilipoanzia. Na huo utaratibu unaendelea mpaka sasa. Viongozi wa Kiafrika wanauziwa hofu. That's why wanaobei wazungu. Na hawajawahi kujua kwamba wanachoobei ni ugonjwa waliorithi kwa mababu zao. Na niongeze kwa hapo, nilimsikia Traore juzi, kuna speech fulani alikuwa anaitoa na anaongea. Anasema nimesikia maneno mengi sana kutoka kwa Waafrika wenzangu. I don't know ni Waafrika au ni wazungu. Kwamba tuliona wakina Sankara walikuwa na tabia hizi za kupambana mabeberu, lakini baadaye walikufa. Tunamuona Muhammad anaongea nani ule Traore.
Gaddafi ilikuwa ni hivi alikuwa anapambana kulinda rasilimali za nchi yake, baadaye alikufa. Kwa nasema watu wao wanatutisha sana, lakini hatutakata tamaa. Hivyo vitisho vipo. Aliongea hiyo statement ikiwa akimaanisha kuna hofu inajazwa kwa kiongozi kama yeye aliamua kujipambanua. Naam. Ndio hicho nachosema kwamba Waafrika wamekuwa dhaifu maana wameuziwa hofu na wakanunua. Sisi tumeuziwa hofu na tukainunua. Umeona? Kwa hiyo hata kitu wanachojaribu kumfanya Traore ni kumuuzia hofu kama ambavyo wameuzia hofu viongozi wengine. Umeona? Nadhani tumeona hata majuzi hapa kwa Tanzania kwenye no reform no election. Watu wanasema kama tusiposikilizwa na serikali tutaomba msaada kwa mashirika kutoka kwa mataifa ya nje. Sasa kwa mfano ile bunge la Ulaya ndio kumuongelea Tundu Lissu kwamba bwana Tundu Lissu atakuwa aachiwe, kuwe na hii ina impact gani? Kwa nini watu kwamba wanatupenda sana bunge la Ulaya au inakuwaje? Hamna, ni hofu wanauziwa viongozi wa nchi. Kama ambavyo Tundu Lissu mwenyewe amewauzia hofu kwamba tutawashtaki kimataifa. Kwa Tundu Lissu anachofanya anatumia propaganda ya kisiasa kuwauzia hofu viongozi wake wa kitaifa. Kwamba msipofanya tutawaambia, kwa sababu ndio utumwa ambao tumerithishwa. Alafu kumbuka hofu hiyo wanaipokea viongozi wa kitaifa kwa sababu wanategemea misaada kutoka nje. Sio wanategemea misaada. Wanategemea upumbazi kutoka nje. Sio misaada. Maana sisi hatuhitaji msaada wowote. Mtu unamiliki Diamond unahitaji msaada wa nani? Wanategemea upumbazi, na kwa sababu viongozi wengi wa Kiafrika wakishaingia madarakani ego yao ni kuendelea kubaki madarakani. Kwa hiyo hawataki kukosana na watu wanaoweza kuwatoa madarakani kwa nguvu. Maana wanajua raia wa Kiafrika hamwezi kuwatoa madarakani kwa nguvu, sasa ni wa Tanzania. Wanazana wa Tanzania wanaweza kumtoa kiongozi madarakani kwa nguvu? Hawawezi. Lakini nafikiria labda na wazungu wananunua hiyo issue kwamba tugombane sasa kuanzia hapo. Na wao waje na kuuza bidhaa zao ambazo labda ni bunduki, ni mabomu, ni labda ndio maana anachukua kasehemu kadogo alafu anakakuza sana. Wakati ni issue za kwenye nchi, ni mashini ushindani tu wa kawaida, hautakiwi kuingiliwa na nchi nyingine. Ndio hiyo. Wanahila ndani yao ya kuja kuuza silaha zao labda mabomu au na mzungu siku zote yeye kazi yake ni kutaka kuchukua. Na wanaendeleza kile ambacho mababu zao walifanya. Sisi hatujawahi kugundua kwamba ni nini tunatakiwa kufanya ili kuacha. Ndio maana unaona pale nimeandika ukaona kwamba nimesema maisha ya Kiafrika yalitengenezwa kwa mifumo ya ukoloni wa kiakili usioonekana. Wakina Nyerere, Nkrumah walidhani wameleta uhuru, hawajawahi kuleta uhuru. Kwa sababu wa Afrika bado ni watumwa wa kiakili. That's why unasikia viongozi wetu wa kisiasa, angalia hata Uganda, vijana ambao ndio walitakiwa kuwa vijana machachari kama Bobi Wine. Kwamba Bobi Wine anataka kumtoa Museveni madarakani kwa msaada wa watu wa Ulaya. You think maana yake ni nini? Maana yake akiingia madarakani mtu kama huyo, nchi yetu imeuzwa. Ni stupidity. Afrika imeuzwa. Maana yake ni kwamba alishaenda kuiuza Uganda kule Ulaya, akaambiwa tutakupa backup. Na mimi binafsi ningekuwa kijana wa Uganda nisingemuunga Bobi Wine mkono. Sasa tunaiongelea vipi kuhusu issue ya Tundu Lissu kwa bunge la Ulaya? The same applies to Bobi Wine. Haina tofauti. The same applies. That's why mimi I hate mfumo wa siasa ya vyama vingi Afrika. Kwa sababu vyama vingi Afrika wote ni mamluki. Kwa sababu hawaji kushtaki kwetu wananchi, wanaenda kushtaki kwa mkoloni. Kana kwamba hii ni nchi ya mkoloni. This is our country, nimeshasema tuko huru. Wangesema kwa wananchi, shtaki kwetu. Sisi ambao tunaweza tukakubackup. So uende kushtaki eti bunge la Ulaya ndio litoe kauli. Kwanza mimi ningekuwa rais hadi hilo bunge la Ulaya, wakati natoa kauli ndio jamaa anafungwa. Nakwambia. Kwa sababu sisi ni nchi huru, bunge la Ulaya ni nani? Sema rais hana makali kwa sababu wale mabwana wale bado ni mabwana. Labda kwa sababu anawategemea. Sasa utafanyeje ni mabwana? Waende kubaki madarakani. Na anawategemea, unafikia afanyeje? Shida nadhani tumesaini mikataba mingi ya kutubana.
Maana lazima nchi iingie mikataba ya kimataifa Sio mikataba ya kimataifa bwana. Ni nini hicho? Mikataba ya kihuni ya wezi. Hiyo mikataba ambayo anaita mikataba ya kimataifa ni mikataba ya wezi. Maana wote tutalazimisha. Sisi tunataka mkataba wa kimataifa. Hebu niambie. Sisi tunataka mkataba wa kimataifa wa nini? Kama Tanzania sasa hivi. Tunataka mkataba wa kimataifa. Ukisema hivyo si misaada. Kwani point kubwa si ni misaada? Misaada wakati una dhahabu. Hatujui namna ya kurani mambo. Akili imesha unaona ukoloni wa kiakili. Na wakati huo pia tunahitaji tuzalishe rasilimali katika nchi na tunategemea mashine kutoka kwao. Si kweli. Si kweli. Kwani mashine tunahitaji kununua kwa pesa zetu mpaka watuchukulie. Wao kule ndo wanakupa wewe go ahead. Mzee, kununua vitu kuleta Tanzania. Washana wametengeneza mashine kabla ya mzungu ajaja. Washana. Wajita wametengeneza mtumbwi kabla mzungu ajaja. Mkwawa ametengeneza bunduki kabla mzungu ajaja. Na tumeiona juzi hapo. Na je, huo tunahitaji elimu ya kujua namna ya kutengeneza rasilimali za kwetu, ama tunahitaji nini ambacho tutengeneze kwa asili yetu? Tunahitaji utimamu wa kujua tunataka kuwa nini duniani. Issue ni utimamu tu. Kwa sababu ndio pete za dhahabu wakina Mansa Musa wamevaa. Walikuwa wanatengeneza na nini? Karne kadhaa zimepita. Yes. Walikuwa wanasafiri Afrika Kusini to Egypt. Pyramid zimejengwa. Na mpaka leo watu hawajui zinajengwaje. Pyramid. Sasa unataka kuniambia kwamba tulikuwa tunataka nini kutoka kwa mzungu? Vitu vyote ambavyo mzungu anafanya amekuja kuchukua hapa kwetu. Kwa sababu ukienda mapiramidi yetu ukiangalia hapa Afrika yana picha ya mambo yote, michoro yote imechorwa. Bluetooth kila kitu wameteki from here. Walikuta vimeshachorwa ila vilikuwepo. Unajua wazungu kitu walichofanya wale wahuni walivyokuja. Kwanza anachukia hata kusema wazungu, wahuni walivyokuja. Kitu cha kwanza walichukua watu wenye abilities kubwa. Wakatunyang'anya watu wenye abilities. Wakaenda kule wale watu wakawafundisha wao. Shanipata? Alafu sisi huku tukabaki empty set. Sasa hiyo ndio shida ambayo inaendelea Afrika mpaka leo. Afrika hadi leo akionekana Mwafrika mwenye uwezo wa kujipambanua kwa ajili ya kizazi hiki. Wahuni wanaungana na wahuni wengine wa hapa kwetu wanamuua. Sio mnipata? Kuna gari ile ya Zimbabwe ambayo haitumii mafuta wala maji, si ndio? Yes. Imagine hujawahi kusikia Umoja wa Afrika unazungumzia hiyo gari. Hujawahi kusikia matajiri wa Afrika wanazungumzia kuwekeza kwenye hiyo idea. Hujawahi kusikia marais wa Afrika. Mbaya zaidi, hujawahi kusikia media yoyote Afrika ikizungumzia hicho kitu. Waandishi wa habari wote ni makasuku. Hakuna ambaye ameenda kumuinterview yule jamaa. Lakini angekuwa amepewa support na wazungu angekimbia mbio mbio. Media za kwetu zinajua kuzungumza mambo kama ya kina Tundu Lissu. Hizo wanaweza kuripoti. Diplomatic. Sio umenipata? Lakini mambo ya Balitazari ndio tunajua kuzungumza na kuprint ma-t-shirt na ma-CD. Hayo wanajua. Lakini yule jamaa ametengeneza gari huwezi kusikia wanazungumzia. Masudi Kipanya ametengeneza gari tulishazungumza. Huwezi kusikia media zinazungumzia au zinamfuata kwa interview. Sijui ni anaringa au vipi. Nafiki ni wivu ni kitu gani kwenye jamii yetu? Wivu wa kijinga, ukoloni wa kiakili. Koloni bado tunatawaliwa kiakili. Bado tunatawaliwa koloni. Alafu watu wa Afrika sasa hivi wakiona mtu ambaye ana ability tofauti wanataka either wamtumie kunufaika wao au wamtumie kumdhalilisha. Ile wanasema kumtesti. Sio umenipata? Au wamshindanisha na vitu ambavyo sio real. Ndio kitu ambacho kinafanyika sasa hivi. Kwa hiyo bado ni ukoloni mambo leo. Kwa hiyo ukiangalia kwamba Waafrika bado tuko kwenye utumwa wa kurithi bila kujua. Kwanza utumwa wa falsafa, tumeuziwa hofu. Shule imetuuzia hofu. Kwa sababu usipofaulu shule unaonekana wewe sio kitu special. Hauna akili. Ndio. Yes. Usipoenda shule unaonekana wewe sio kitu special wakati si kweli. Usipojua Kiingereza unaonekana wewe sio kitu special. Sasa mimi utalazimisha nijue Kiingereza wakati Kikwaya sijui. Kiao sijui. Sio umenipata? Hiyo ndio changamoto ambayo tuko nayo katika nchi zetu za Kiafrika. Kwa ule yes. Kwa ule utumwa unaendelea. Sisi tunapambana watoto wajifunze wajue Kiingereza.
ila tupambane watoto wajifunze, wajue Kipare, wajue Kisukuma, wajue Kijita, wajue Kiruli, wajue Wherever, Kikuria. Kwa hapo mbeleni tuna miaka kadhaa hizi lugha mama zitatoweka kabisa. Zitatoweka kabisa kwa sababu tutakuwa wazungu weusi kwenye bara letu. Na ukitaka kumtawala mtu cha kwanza unampelekea lugha. Ukoloni wa akili. Ukishasahau lugha yako umesahau utamaduni. Kwa heli. Wahamishaga baba Kinene katoto ni good morning daddy. Daddy wakati wewe ni wahamishaga. Ole mola chiza. Wahamisha mola. Filagenge ni akalale. Kamwene mnikage. Kamwene. Kamwene na nani huko? Sijui ndaga fijo. Alafu kuna wako la nini huko? Wako la white. Wako la white. Tambuya warai tata. Hapo nitakuwa kweli mnajisifu. Hata mzungu akija anaweza mkampiga hiyo kodi aelewe. Sasa hivi sasa miaka 100 ijayo watoto wajui Mwadela. Sasa ni vitu gani ambavyo ni vya kwetu ni tuseme tunajivunia navyo tuvirudishe sasa kwamba hivi ndio vitu vyetu vya maana vinavyotupa heshima, tuvirudishe, tuanze kuviheshimisha. Kama ni vitu tumesema za kitenge tuzirudishe, tuvae ile culture kabisa. Kama ni pamba yetu itengenezwe hapa, tuvae zile nguo zetu zile. Kwanza pamba ni kitu kizuri. Mimi kama ni nguo ya cotton kwa kweli naipenda zaidi sana. Yaani kama ni pamba kwa kweli kama irudishwe kwa mtindo ambao sio tunakimbilia manguo ya kizungu shilingi 500 na kingapi, lakini pamba yako tu kitenge safi. Changamoto mimi nadhani sio kurudisha vitu. Changamoto ni kurudisha ule utu wetu tulioupoteza. Waafrika tumelishwa ugonjwa wa hofu na umekuwa sehemu yetu. Hakuna watu waoga duniani sasa hivi kama Waafrika. Lakini hakuna mashujaa duniani kama Waafrika. Umeona? Ndio maana utaona Waafrika kutokana na uoga wengi wanakimbia nje ya nchi kwenda kutafuta maisha. Wakati maisha yamejaa Nyamongo. Kuna mzungu mmoja amepiga ukuta anasema Nyamongo ile ni mali ya Nyamongo, gold mine. Bariki. Ile ni mali bariki. Mali ya bari. Uruhusiwi kusogelea hata ukuta mbwa wewe utachukuliwa chap. Watakubebea juu juu. Ila kuna Wakuria wamehama hapo, wako mjini, wanauza maji, wako da Gongo la Mboto wanauza mayai. Wengine wako mayai kule. Chikivule kule. Umenielewa? Mbwa wameacha dhahabu sio yao nyumbani. Kumbe kule huko Kivule huko. Msukuma ameacha almasi Kahama Geita, yuko mjini anaendesha basikeli kupakia watu au anaendesha bodaboda. Anachuma karafuu Zanzibar. Alafu anaenda anajenga nyumba ijaisha upande mmoja kule Unguja. Alafu baada ya wiki na anajidai ni mzenji. Wataka nlale. Tata ulale. Na ni Mkuria. Msukuma. Mpeleke mtoto alale. Hiyo ni mbaya. Kwanza turudishe power yetu. Turudishe utu wetu. Labda tujawahi kuelewa maana ya utu wetu. Labda yani kuna kitu hatuelewi mtu anavyosema utu. Yani utu wetu ni ukuu usio na mipaka. Usioshikika wala usiozuilika. Kuna bado wataelewa concept bado maana hizo kuna kitu. Sasa hiyo ndio shida. Inatakiwa watumie akili kuelewa. Kama ambavyo hawajawahi kuelewa msalaba wa Kalvari, waendelee hivyo hivyo. Na Utatu Mtakatifu paka leo hawajui. Jana unajua Utatu Mtakatifu ni jamaa fulani liko kule limekaa kwenye kiti chake cha. Kwa nini akae kwenye kiti? Afu na mwana wake pale. Jamaa anakaaje kwenye kiti? Hana masofa. Bugani akishia. Ana mwana wake na nani? Kuna mtoto wake hapo pembeni. Na Roho Mtakatifu yuko pale amemtuma. Kwa Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Msaidizi, njenzi, msaidia fundi. Ani kuna vitu ukifikiria. Kwanza hiyo inabidi kwanza Wacho knows.